Na mtazamaji, natumai hali shwari popote pale ulipo unapotegea mitindo ya Kipwani. Hapa ni KUTV, kipindi hewani ni kinachokuza utamaduni wa Kipwani. Na kama ilivyo ada na desturi, basi nimezuru eneo hili la Pwani. Hapa upande wangu wa kulia basi napunga upepo wa bahari. Upande huu mwingine basi swimming pool safi ya sehemu inayofahamika kama Salama Bling Beach Resort. Inapatikana katika kaunti ya Kilifi, mwanzoni mwa kaunti ya Kilifi, eneo la Kanamai. Mpenzi mtazamaji, njoo upate burudani. Leo tutakuwa tunakesha. Yaani leo mambo patakuwa patoshi, kutakuwa na kesha kwenye mitindo ya Kipwani. Tufuate katika mitandao yote ya kijamii, ndio mwanzo wa ngoma na hodha wako nikiwa ua lako linalonukia na kuvutia. Mimi naitwa Waridi Tamu. Mpenzi mtazamaji, usibanduke. Mtazamaji, karibu katika awamu yetu ambao ni ya maandalizi ya vyakula, na kama ilivyo kawaida basi kwenye mitindo ya Kipwani hapa KUTV huwa tunafanya maandalizi ya vyakula vya Kipwani. Na leo napunga upepo wa bahari katika ufuo wa Salama Bling Beach Resort ambao wamenipa mwaliko mimi na jopo langu zima la KUTV tuje tufanye maandalizi ya vyakula. Na wanasema ya kwamba kuna vyakula ambavyo wanataka wakuoneshe wewe ukiwa kule bara, wakuoneshe popote pale ulipo wao wanafanya vipi kuhusu mambo ya Kipwani. Kwa hivyo niko na mtaalamu wangu wa mapishi ambaye ameshajaa. Nampa nafasi ajitambulishe na tuambie leo anatupikia nini. Kwa majina naitwa Fatma Ali Mwarimu, chef. Niko Salama Bling Beach Hotel. Leo tunawaandalia pilau ya Kipwani. Kwa hiyo makinikeni nasi kwa kuandaa mpaka tutakapofikia tamati. Karibuni. Asante sana mtazamaji, huyu ni mtoto wa Kidigo ambaye anapatikana huku katika mkoa wa Pwani. Kwa hivyo leo sio pilau tu ambao ni ya uchwara. Kutakuwa na pilau ambayo ni ya Kidigo kabisa, pilau ya watoto wa Kipwani. Kwa hivyo nataka nimpe nafasi atuambie hatua ya kwanza ya maandalizi ya pilau hii leo ataiandaa vipi. Kwanza kabisa tumeshatayarisha viungo vyetu hapa. Tushatayarisha vitunguu vyetu, tomato, pilipili hoho, tangawizi na kitunguu thomu, karoti na dania. Ndio. Na upande wa mwingine upande wa pili niko na iliki, pilau masala na mdalasini na pilipili. Ndio. Na chumvi na mafuta. Niko na mchele wangu na nyama. Ndio. Hizo ni dania zingine nimeweka tu kando, but zenye tushatayarisha hapo. Kwa hivyo sasa hatua ya kwanza ya maandalizi unaanza vipi? Tutaanza na kukaanga kitunguu chetu mpaka kitakapogeuka rangi ya, acha nichanganye kidogo, golden brown. Ikifika hapo tutaweka nyama yetu na chumvi na mchanganyiko wa kitunguu thomu na tangawizi mbichi. Alafu tukifikia hapo tutaweka tomato zetu, tukoroge hapo, ikiendelea huku tukiongezea viungo vyetu vingine. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya maandalizi ya pilau inafanywaje? Maandalizi yangu mimi binafsi huwa napenda kuanza na kitunguu changu. Nawasha moto wangu, naweka kitunguu changu, naweka na mafuta, kinatokota mpaka kigeuke rangi ya golden brown. Ikifikia hapo sasa huwa napenda kuweka tangawizi yangu mbichi na kitunguu thomu. Alafu nachanganya na nyama yangu, niache mpaka ianze iwe imeshika vizuri. Nikifikia hapo huwa naongezea na viungo vyangu ambao ni pilau masala na mdalasini, naongezea na iliki pamoja na masala yangu kidogo. Nikifikia hapo nikiendelea na mchanganyiko naekelea tomato, naendelea kukoroga mpaka iwe imekatika iwe nzito kidogo. Then ikifikia hapo naeka mchele wangu, nikiendelea pole, alafu naongezea tu supu yangu ile ya nyama yenye imechemka. Mambo yanaendelea hivyo, chemka pole mpaka iwe ifikie
Yaani kitu ambacho kinanipendezea ama kitu ambacho napendezewa na kufurahishwa ni kwamba yani ninyi huwa hamna haraka haswa kwenye maandalizi kama ya pilau. Yaani mnaufunika wali alafu mnatulia, mnapunguza na moto. Mimi hupenda sana. Kwa hiyo mimi nataka nikupe nafasi sasa uanze hatua ya kwanza moja kwa moja. Naam, sasa Fatma. Naam. Hatua yako ya kwanza ni ipi ya maandalizi? Hatua yangu ya kwanza, sofa tuko na sufuria hapa. Tutaekelea sufuria yetu kwanza. Ikiendelea kushika moto kidogo, huku tunaweka mafuta yetu ambayo ndio haya kiasi tu, si mengi, kwa sababu si watu wote wanapenda mafuta, na siku hizi kulingana na afya pia wengine hawatumii mafuta mengi, wanatumia kidogo. So kwa yetu tutaitumia na mafuta kidogo. Hivyo mnazingatia sana afya. Hatua ya pili, tuko na hizi vitu zetu hapa. Tutachukua kamwiko chetu. Lugha ya Kimombo, red onion. Kweli Ndio. Sawa. Haya. Hapa tunasubiria kitunguu chetu kichemke vizuri, kikaangike vizuri mpaka kigeuke. Hadi kwa dakika kama ngapi hivi ndio itakuwa imeshageuka rangi? Dakika 3 hivi. Na mtazamaji, hivi ndivyo hali ilivyo kwenye mitindo ya Kipwani. Naomba tupate mapumziko, tutakaporudi tutakuwa tunaendeleza. Usicheze mbali. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, basi hapa ni KUTV. Kipindi hewani ni mitindo ya Kipwani. Tulikuwa katika maandalizi ya pilau ya mbuzi. Na kama kawaida basi nataka nikumpe nafasi ujionee hali ilivyo. Hapa ambako tulikuwa tumeachia. Naomba jicho. Haya mtazamaji, naona viungo vyetu dakika zenyewe zile 2. Naona viungo vyetu viko sawa. Sasa acha moja kwa moja kwake atuambie anaendelea vipi. Tunaendelea vizuri sofa. Sasa tutaweka tomato zetu ziendelee hadi zivurujike. Weka tomato zetu. Alafu tutachanganya vizuri, tuziache hadi zivurujike. Baada ya hapo tutaenda moja kwa moja kwa kuweka mchele wetu na tutaendelea zaidi. Baada ya hizo tomato kuvurugika zinachukua kama muda upi? Si muda mwingi, juisi itachemka tena. Tutaweka ile supu yetu kidogo yenye iko hapo kando na itaendelea kuchemka kama dakika 5 hivi. Alafu tutaingiza mchele wetu sasa uendelee kupata moto vizuri. Aha. Hata sasa mimi nisubirie nione hii pilau yenyewe itakuwa vipi. Na mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo. Maandalizi yetu ya pilau ya mbuzi yanakaribia kwa sababu kama kawaida huku Uswahilini hatuna haraka. Tunapika katika ufuo wa Salama Bling Beach Resort ambapo kuna mtoto wa kike ambaye alikuwa anafanya hayo maandalizi tangu mwanzo. Kwa hivyo fursa kwake atuambie amefikia wapi. Sasa hivi tumefikia kuongezea karoti na pilipili hoho, alafu tuingize mchele wetu. Wengine wao wanapenda wapike wamalize then watachukua hizo karoti na pilipili hoho waeke juu, lakini mimi chenye nitapenda kuweka juu nitaweka hii dania. So nitaweka karoti zangu na mchele wangu na ile supu yangu iendelee kuchemka. Haya, fursa kwako tu. Nitakoroga kidogo. Kimaliza kukoroga hivyo,
Nitaweka ile supu yangu kidogo. Nitaweka. Ile supu ilikuwa ni supu ipi? Hiyo ni supu ya nyama ya mbuzi yenye nimechemsha nayo, alafu tukaika kidogo. Kama unaitumia ili kuongeza nani? Kuongeza ladha zaidi. Ndio tupate uhalisia wa ile nyama ya mbuzi yenyewe, ndio. Sije kusema mtazamaji, mbona wameka, ama wewe kama unaonja sema mbona hakuna ladha ya mbuzi na nimesikia pilau ni ya mbuzi. Ndio. Haya, leo pia nitajifunza mengi hata na mimi. Nataka leo nile pilau ya Uswahilini kwa sababu nimetoka kule bara. Pilau zao kidogo hazija kwenda shule. Hazijafika kwenye kiwango. Wako lakini wabara wenyewe wanapika pilau nzuri kwa sababu siku hizi kwenye taaluma ya mapishi inafunza mambo mengi sana. Ndio. Kwa hiyo kila kitu ni moyo, kujitolea, na kama mtu uko na nia ya kujua basi utajua. So wasijeke nyuma wakasema sisi hatuwezi jua, ni watu wa Coast peke yake ndio wanaweza jua kupika pilau. Hapana, mnakaribishwa pia kwa mafunzo ama kwa kuja kujionea vizuri zaidi huku pwani. Waje waonje mapishi yenu, alafu pia na wanaweza soma pia zaidi. Lakini wewe kisomo chako kilianzia akikuanzia tu shule. Unaona? Mambo na mapishi nasikia huko umebobea, yani ulianza ukiwa na miaka mingapi? Nilianza nikiwa na miaka 19. Hiyo ni baada ya kutoka kidato cha 4 nikaingia in-house trainee ambayo ilikuwa ni mafunzo ya hoteli, nikaanza na restaurant. Alafu baada ya miaka 2 ndo nikaenda college. Ndio. Na hapo awali kabla hujamaliza form 4 ulikuwa pia ukifanya mapishi? Ndio, nilikuwa nikifanya mostly nyumbani, napika chakula chenye napenda kama hii pilau na vyakula vingine tofauti. Hivyo. Ndio. Katika jamii zenu za pwani sana watu mtoto wa kike anaanza kufunzwa kupika akiwa na miaka mingapi? Itategemea kwa sababu wajua elimu ndo imefanya vitu viwe hivyo. Itategemea na mzazi. Kwa mfano akiambia anataka mtoto wake ategemee upande wa masomo, itategemea. Na kuna mwingine mwenye anamtaka ajue vyote. So itategemea na mzazi na mtoto mwenyewe. Kuna wale wako na kujitolea wa kufanya. Kwa mimi nataka kujua hiki, mama mimi nataka kujua hiki. Lakini mzazi pia akimwambia hapana usifanye, nenda ufanye homework, ufanye masomo yako, sasa atakuwa amenyimwa muda wa kufanya mapishi, lakini wa kujiandaa. Lakini akiwa mzazi anambalansia wakati wa kufanya shughuli zingine na za masomo, hapo basi atakuwa hana shida. Ndio. Nimeelewa sana. Nasikia yani chakula chenyewe kinanukia yani sasa hivi yani napata hamu tu. Hapa ulikofikia ni wapi sasa? Hatua ipi imesalia? Sasa tunaweka mchele wetu na tusubirie tupunguzie moto, tufunike, alafu baadaye tutaweka dania yetu juu tuki Naam, nimekuona ukiwajibika. Naomba mueleze mtazamaji ulikuwa unafanya nini na hatua iliyosalia pia ni ipi? Baada ya mchanganyiko wetu wa viungo pamoja na nyama, tumeweka mchele ambao ni wali, tukachanganya, alafu tukaweka na dania kidogo na tukapunguza moto, tukafunika mchele wetu. Huku pwani wengine wao kama unatumia jiko la mkaa
unaweza funika na uchukue makaa yako kidogo uweke juu, usubirie dakika kidogo mchele wako ukauke, alafu iwe uko tayari kwa maandalizi ya kula. Ndio. Kwa hivyo nilisikia ukisema kwamba wewe huwa unataka uongeze kitu kama dania. Ndio, nishaongezea, lakini huwa napenda zaidi ikishakuwa tayari, kama niko karibu kupakua, naekelea dania yangu nikipakua polepole ndio ilete umaridadi. Ndio. Kwa hivyo haifai hivi ama wewe unaweka alafu unapika tena kiasi. Kiuhalisia dania huwa haifai kuiva, lakini kuna wenye wanapenda kwanza hata kukaanga dania pamoja na kitunguu. Hivyo. Kwa hivyo hapa tulipo tunasubiria kwa muda upi? Muda kama dakika 10 hivi itakuwa pilau yetu iko tayari. Haya mtazamaji, ndio hivyo. Fatuma anatuambia hivi kwamba tusubirie. Wajua huku huwa hakuna haraka. Ukiwa na mkaa wako unatia kwenye pilau, alafu unakaa na unasubiria hadi ikauke, yani ianze kuleta raha za kipwani. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tutulie. Tutakaporudi nitakueleza ni kipi nilichokuwekea kapuni. Usicheze mbali. Na mtazamaji, karibu tena. Usishangae kwa sababu gani? Nimekuja nikabadilisha nikavaa dera. Ni siku speciali kabisa, kuna Swahili dina. Sasa nilipongatuka hivi tukisubiria wali ukauke, ikabidi nivalishwe. Waniambie huku ndo Uswahilini. Kwa hivyo leo kutakuwa tuna mambo mengi. Nimeona watu washaingia. Wale wanawake wetu, wale wataarabu, mambo ya machama nini. So leo kutakuwa tuna mambo mengi. Sasa hapa nataka nifikie kwa huyu binti yangu aniambie vipi amefikia wapi. Naam. Kwa sasa hivi tushaandaa pilau yetu iko tayari. Sasa tuko kwa wakati wa kupakua. Sasa sijui Waridi umejiandaaje kuonja chakula pilau? Mimi kwanza niliposikia leo kwanza ni mtoto wa Kidigo. Na mlivyo na sifa. Hapo tu nikasema yani nilikuwa na hamu sana ya kuonja pilau yenyewe. Na nasikia tena umeandaa pilau zingine kule. Ndio. Tumeandaa pilau zingine kwa ajili ya wageni waliokuja Waswahili hapo. Tuko na Swahili dina ambao tuko na pilau, but tumeandaa kwa ajili ya yako Waridi. Karibu, na pia hata hiyo kama utaonja it's okay. Alafu pia tunawakaribisha wageni wote, watazamaji wote kama wageni at Salama Bling Beach Resort. Tuko na conference, tuko na wamama, kama mnataka kuja kwenye kuenjoy mnakaribishwa, kucheza watoto, tuko na michezo tofauti mbalimbali, mnakaribishwa nyote kwa jumla. Mimi nina furaha sana siku hii ya leo. Na hata kama ndio tayari kuna giza, lakini haya mawimbi yanapiga yani ile hewa, yani napunga tu upepo. Sasa mimi nataka nikupe nafasi uniandalie. Uanze kwa kuandaa hiyo pilau. Mimi langu tu ni jicho, natarajia kuonja pilau yako nione leo itakaa vipi. Waridi, karibu chakula chetu cha leo ambayo ni pilau ya mbuzi, na hapa tulikuwa tumekuandalia sharubati ya nanasi. Asante sana. Karibu. Mimi utaenjoy sana. Mwanzo napenda sharubati ya nanasi pia. Hata sikujua ulijuaje. Ni kama nimehisi kuwa unapenda. Haya mtazamaji, hapa nimeshikilia sharubati ya nanasi kwa pilau ya mbuzi. Yaani leo hapa patakuwa patoshi. Naomba tu kwanza nionje sharubati yenyewe. Nione huyu mtoto wa kike ameandaa vipi. Hii tamu hii. Naona zikiendana na hii pilau ya mbuzi. Naona zitapelekana vizuri. Hii ni pilau ikiwa na minofu yenyewe.
Tamu. Siri ni nini? Inanukia yani. Alafu ni tamu, alafu nyama zenyewe ni laini. Siri ni tumepika vizuri. Nyama ilikuwa tumeichemsha ikaiva vizuri, na kama tulivyosema nyama yetu imepata ile ladha ya vile viungo na vitunguu kwanza ndo tukaeka tomato. Yaani nyama yenyewe ni nzuri. Yaani mtazamaji, hapa nyama ilikuwa imeshapikwa alafu iko kwenye viungo, ikakaangwa tena. Kakaangwa vizuri, nyama laini, pilau iliyokwenda shule. Mtazamaji, mimi sitaki nimalize uhondo. Nasubiriwa pale pia. Nimealikwa. Ndio maana nimepewa dera. Kuna akina mama wa chama, wa mama wa Swahili. Mambo yao wanafanyia kwenye mabichi, yani kwenye fuo za bahari. Wameniambia Waridi, karibu kwenye kikao chetu. Mimi nikitoka hapa, ni moja kwa moja pale. Tuone leo watakuwa wanafanya nini, au sio? Naomba ule kwa macho tu. Na mtazamaji karibu. Umemwona mtoto wa kike Fatma akiandaa pilau ya mbuzi, pilau ya Uswahilini. Kisha nikapata mwaliko hapa ili tuje tuburudike kwa pamoja kwenye ufuo wa bahari. Yaani tumekanaga tu mchangani hapa yani. Yaani jamani, mambo ndio ya kipwani. Leo ndio sana nimekuja kujionea hali halisia, na nimetangamana na wanawake wenzangu ambao watawaambia wanaitwaje, watawaambia hali vipi? Poa sana. Mama hai. Mama hoi. Jamani, tuwashukuru sana, karibu kwenye chama chetu. Sisi tunajiita Women Power. Tunafanga mambo yetu ya chama. Tunasaidia mama wenzetu. Pia kutaka kuchukua loan, tunapeana loan. Ni chama ndogo lakini imekuwa. Wenzetu hawajakuja lakini sisi tuko hapa. Wamama hai. Sasa mimi nimefurahi. Sikujua kwamba mna ule ubunifu wa kusema kwamba yani mnafanya pia mambo ya jioni, mnakuja mnapunga upepo wa bahari, sababu nasikia upepo, nasikia hewa safi, pilau yenyewe inanukia. Sikujua huwa mnafanya vitu kama hivi hapa Salama. Hapa Salama Beach. Tumeanza chama yetu mwaka ni wa 5. Tunafanya chama, tukiwa na party, wedding zetu. Jamani wa mama wenzangu, muonaje Salama Beach? Salama Beach ndio mambo yote. Sasa jamani, mkitaka chama, mkitaka harusi, mkiwa na birthday party, Salama ndo kila kitu jamani. Hello. Leo mimi nimefurahi kwa ajili ya maandalizi yenu. Pilau wenyewe kweli imekwenda shule. Pilau graduate ndugu yangu. Nimeona nikilinganisha zile pilau ambazo mimi nimekuwa nikila pale Nairobi. Haifiki hata robo. Toa kuambia mama, pilau ya Salama Beach imegraduate. Ifika university. Mashallah, pilau ndio. Kwa hivyo sasa inabidi ni nyinyi akina mama wa Uswahilini ndio. Watu huko Uswahilini ndio wanapika. Like wale chefs tuseme. Ndio. Yaani mpaka hata sichelewi. Hebu nionje tena. Hebu onja pilau mpekwa na mdigo alisia. Salama Beach ndo mambo yote. Ukitaka pilau, ukitaka biriani, hasa mba Uswahilini, hapa ndo nyumbani. Na mtazamaji, nimefurahi. Hapa ni kwenye ufuo wa bahari wa Salama Beach Hotel, na nimejumuika pamoja na wanawake wenzangu walikuwa wamekuja kwenye mikutano yao ya jioni ambayo hufanyika hapa kwenye ufuo wa Salama Beach Hotel. Mimi sina la ziada. Mimi nataka niwaache wenyewe nione huwa nikiona zile taarabu. Sijui kama leo kutakuwepo. Mimi langu ni jicho. Pia nawe naomba jicho lako. Kwa hiyo kama Pablo